Karibu katika Siri Yako TV na mimi ndio Ali Hatib Kirusungu, mhudumu katika mizimu hii ya hapa King'wasa Mikese, Morogoro, Tanzania. Tunaendelea kukupatia elimu katika hatua ya 4, mwanaume alopewa jina linaloanza na herufi A kama vile Ali. A inahitajika, jina hilo likiwa limekulea kuanzia uchanga wako. Miaka 28 mpaka miaka 34 ni wakati mbaya ambao unaweza ukapoteza uhai wako. Sasa kwa nini kwanza ni wakati mbaya ambao unaweza kupoteza uhai wako? Ni nguvu ya nyota yako yenyewe inasukumia hizo hatua za wewe kutakiwa kupoteza uhai, lakini ni jambo ambalo linaepukika ili kusonga mbele na kuendelea kuishi katika hatua zingine mpaka kufika uzee. Sasa tunautafutaje uzee? Manake kipindi hiki cha ujana cha miaka 28 mpaka 34 kabla kuvuka miaka 35 kunakuwa na hatari kubwa ya kupoteza uhai. Kwa hiyo ili upoteze uhai, afya yako inateteleka, lakini afya itateteleka pasipo kuona kana kwamba una tatizo la kiafya, labda la kuumwa sana, kwamba una ugonjwa wa kulazwa hospitali au ugonjwa gani. Uko na mwili, uko vizuri, afya nzuri katika hali ya muonekano, ila wewe mwenyewe kichwani kwako, fikra zako unajiona hapana, yani hujioni kama utaendelea kuwa hai. Unajiona wewe kama uhai ndio umefika mwisho. Ndivyo ambavyo utakuwa unajiona. Sasa hapo panaweza kuwa madhara yasiwe makubwa endapo hautakuwa na mtu wa karibu kama mke, hasa sana sana hapo ni mke. Kama hauko karibu na mke mwenye nyota adui mbaya, unaweza kuona madhara yasiyokuwa makubwa mno. Unaweza kujiona madhara ambayo, fikra ambazo unaweza kuzicontrol na ukapambana kiafya, labda mazoezi na nini, maombi mbalimbali kutokana na imani yako, na ikavuka hiyo hali. Lakini uchumi wako kipindi hiki unaweza ukaingia dosari zozote ambazo zikasababisha kuharibikiwa, na inawezekana pia ndoa yako ikaingia kwenye wakati mgumu ikavunjika hapo. Lakini ukiwa na mtu ambaye kama ni mke alafu nyota yake ni adui, tuchukulie zile ambazo mbaya zaidi, kama kwenye zile za maji kama H na T, F na R, L na X. Na tukumbuke kwenye H na T kwamba majina yote ya KH ayo ni H, na majina yote ya T kama vile Christina baadaye anaitwa Tina na kuwa T, kutokana na mabadiliko ya matamshi, na jina lenyewe pia linabadilika, linajiumba kama linavyotamkwa. Na pia yako majina mengine ambayo yamejificha, kuyaelewa herufi yake ya kwanza ni ipi. Wewe kwa kuwa hutojua, unaweza kunitafuta nikakusaidia kujua hilo jina, herufi yake ya kwanza ni ipi inayofanya kazi. Ni rahisi kwangu mimi, kwako wewe ni kazi. Kumbuka mimi ni mtafiti, mimi sio msoma nyota. Mimi ni mtafiti ninayetafiti masuala ya kiulimwengu. Wasoma nyota wanawafanyeni utabiri wa kinyota. Mimi nakwambia uhalisia wa maisha yetu duniani na nguvu ya nyota, athari ambazo zinatufika. Sasa ukiwa na nyota adui kama ndio mkeo kwenye hatua hii, ujue kwamba unaweza ukapoteza uhai kwa wepesi. Ikiwa tu huyo mkeo yuko kwenye maji au udongo, au anaweza kaa yuko kwenye moto lakini ikawa ndo ile E au Q. Kama ikiwa ni E au Q, maanake hata kifo chako kitakuwa ni cha ghafla, sio kifo ambacho kitangojea. Ghafla tu utajikuta umekufa. Sasa hapa unahitaji kuwa na umakini wa kujitetea wewe mwenyewe uhai wako. Tuchukulie kama huyo ni mke, huhitaji ushauri. Kama umeshapata siri katika siri yako, hapa kwenye siri yako tumekupa hii siri, ni ya kwako wewe.
Hasa kama wewe ndio ushapata siri yako, ushajua tatizo ni hili, usihitaji ushauri sana wa watu. Manake kama kuoana mnapanga wawili alafu mnawashirikisha watu. Kuachana watu wanajitokeza tu kuja kuwadhibiti, hata kama wameshaachana wanakuja kujitokeza. Mimi nikwambie kwamba kuna wakati kuna kuachana kuzuri, kuna kuachana kwingine ni bora watu waachane, ila hamjuagi hilo. Huenda mwenyewe unaumia, unampenda huyo mtu, lakini madhara ya kinyota ni makubwa sana kwenye maisha yako. Kwa tuchukulie kwamba nyota ni adui, na ile adui iliyokuwa kali ambayo inaweza kusababishia kifo. Kipindi hiki cha miaka 28 mpaka miaka 35, miaka 34 kabla kuvuka 35, unaweza kupoteza uhai wako, lakini chanzo kikubwa kitakachokuwa kimekupata ni wewe wa kwanza katika nyota yako, lakini nguvu kubwa itatokana na yule uliye naye karibu, hasa akiwa mke wako. Kumbuka bado tunamzungumzia mwanaume. Sasa kama akiwa ni mke wako, madhara ya kifo utayapata kwa wepesi sana. Kuna malaika ambao wanazunguka katika manyumba yetu, hasa nyakati za usiku, katika nguvu ya nyota. Malaika katika mlango wa 8, nyota namba 8, ambayo kazi yake ni kuua, ya hiyo herufi zake ni H na T, inakwenda kufanya hesabu kwenye kila nyumba ambako watu wanaishi, kutaka kutimiza kazi yake, kuona wangapi awaondoe duniani. Kama kuna mwanamke na mwanaume ndani ya hiyo nyumba, nafsi inayohojiwa ni ile ya mwanamke, na haiwezi kujichagua, itachagua mwingine. Sasa kama mkeo ni nyota adui na iko ngumu kama hizi ambazo tunazitaja mara kwa mara, basi tegemea kwamba unaweza kusainiwa na ukafa. Sasa ili usipate hicho kifo, wakati unajiona uko kwenye wakati huo na matatizo, ushaanza kujiona mazongi yamekuwa makubwa kichwani mwako, na una mke wa nyota adui, wewe epukana naye. Hiyo ndo hatua ya kwanza nzuri. Na kama ikikushinda sana kuepukana naye, kuachana naye, labda unaogopa mifumo ya kiimani, mifumo ya kifamilia, basi tafuta mke ambaye atakustahili kwenye darasa la ndoa la 5. Kwenye hatua ya 5 tutazungumzia ndoa tu Kwa hiyo kwenye hatua hii mpate yule anayestahili, umuongezee kama mke wa pili, itakusaidia kuepukika, na hasa akiwa kijana mdogo, itakusaidia kuepuka kile kifo, ukajenga mapenzi mapya. Upendo utakao ujenga mpya utawafurahisha malaika katika nguvu ya nyota. Utakapowafurahisha wale malaika katika nguvu ya nyota, wakikufurahia watapata nafasi ya kukuacha duniani. Ila kitendo cha kwamba umeendelea kujiminya, umeendelea kusubiri, umeendelea kuteseka, umeendelea kujiona kwamba utaki kufanya uovu, umeendelea kubeba imani za kuonekana kwamba unachokifanya utakosea, hapo utaangamia na utakufa tu. Utakufa au utaugua kwa kuteseka zaidi na zaidi, au utafilisika zaidi. Niliwahi kuambia wale mitume, manabii ambao mmewaweka katika historia kwamba wamelogwa, sijui waliugua muda mrefu, walifilisika, chunguzeni kwa kina wanawake zao walikuwa ni akina nani. Utakuta huko kulikuwa na mwanamke Hadija, kulikuwa na mwanamke Rahma, Bi Rahma anaitwa, au sio? Mistake wataja majina, lakini tayari umeshawajua. Yaani uelewe hizi nguvu. Huenda wao, mimi katika tafiti zangu, wale mitume walikuwa na kitu kizuri cha kufundisha ulimwengu, lakini labda hawa ambao wamekuja kutufundisha ndio wameibadilisha ile siri, wakasema maneno mengine, wakasema vitu vingine, wakasifia vitu vingine, wakaacha kufundisha kile ambacho kilitakiwa kufundishwa kwetu. Na baadaye ukatajwa uchawi, fulani alirogwa, fulani alirogwa, fulani sio alijaribiwa na shetani. Lakini
Ukweli na uhalisia ni kwamba wale walifundisha jambo kwamba ukikosea kwenye mapenzi unaweza kupata madhara haya. Hiki ni kitu ambacho amekifundisha, na niliwaambia kama yoyote anaibisha, mimi nasema hakuna mtume wa Mungu aliwahi kulogwa, hakuna. Ila ukitaka kunielewa nimesemaje, kana kwamba chukue mwanaume mwingine leo hii yoyote wa herufi yoyote, awe na mke wa nyota hizo ngumu kama ile ya huyu aliyeugua muda mrefu na kufilisika, alikuwa Nabii Rahma, na yule ambaye pia aliambiwa kalogwa alikuwa na Khadija. Tuchukue hizo herufi, wanawake hao kwa mfano, kwa mwanaume yoyote akamchukua akakaa naye kipindi kirefu, miaka 15, 20, 30, uone nini kitakachomkuta huyo mwanaume. Sio muda mfupi, chukua muda mrefu. Lakini kama hii ya Bi Rahma, hii ni mapema, huwa inajionyeshaga. Lazima upate tukio fulani la kukushtua. Ikianza kufanya kazi kwako, kuna kitu tu kitajionyesha, nacho ni kibaya. Sasa unahitaji tu kuwa na uelewa mzuri wa kitu ambacho tunakufundisha, na uwe na uchunguzi wako pia, kwa sababu tunazungumza vitu ambavyo viko, watu wapo, una watu kibao na wajua. Mimi nakwambia ili ujiepushe kama uko kwenye hiyo hatari. Inawezekana tayari unanisikiliza na tayari pengine unateseka, tayari pengine una mazongi mengi kichwani, na tayari mambo yako yashakuwa hovyo hovyo, lakini hujui chanzo ni nini. Sasa ili usipate kifo, epuka. Kama kwenye E na Q kuna matukio mengi ambayo utajifunza. Watu wengine ni maarufu waliojihusisha katika mahusiano na watu wa E na Q, kwamba yule mwanamke wa E na Q, tunapoendelea na darasa katika herufi zingine, tukifika kwenye E na Q utaelewa sifa zao, hasa wanawake hata wanaume. Lakini unachotakiwa kujifunza wewe hapa ni kwamba sio tu zile katika hii hatua ya kifo, sio tu zile H na T, L na X, F na R peke yake ambazo ndio zina nguvu kubwa ya kuua. Ila zipo zingine nazo zina nguvu kubwa ya kuua, ikiwemo kama hii ya E na Q. Wewe hata kama ni moto na huyu ni moto, lakini furaha nzuri ya yule mwanamke itakusababishia wewe kifo cha ghafla. Kumbuka, sio karaha, furaha yake. Namna ambavyo wewe unamtendea mazuri yanamfurahisha, anayapenda, anakufurahikia. Sasa anapata adhabu yule mwanamke, adhabu yake anapunguziwa furaha anayoipata. Ili apunguziwe furaha anayoipata, ndio unapata wewe kifo, ili yeye aondokane na furaha aliyokuwa akiipata. Nataka kujua siri za Mungu, siri za kiulimwengu. Siri Yako TV tunakupa siri yako kweli. Sasa hapa ni sehemu kidogo pagumu kwa wanandoa na kwenye familia zetu na kwenye undugu. Unakuta baba yako au mama yako anayekupenda sana na hapendi uachane na mtu fulani, hapendi. Wewe umeshapata siri yako, unayo moyoni kwako, umeichunguza, umeiamini. Ali-KK katika mizimu hii amezungumza, umemfuatilia labda kwenye YouTube, labda kwenye Facebook, kwenye Instagram, TikTok, umempata Ali-KK au umepata kitabu umesoma. Lakini baada ya kugundua, kumbuka kwamba wewe ndio umejua na umeshapata siri. Katika siri yako unayemshirikisha baba au mama, yeye anaona wewe hataki huyu, kwa nini unamwacha huyu? Hii sitaki. Lakini yeye pia angejua, manake hapendi ufe. Ila hasa hapa ni siri zilizojificha. Kwa kuwa ni siri imejificha, basi naye anaona anachokifanya ni kizuri. Wewe uliyepata siri, mimi nakwambia shtuka, jiepushe. Maisha marefu tunayo, na maisha marefu kama tunayo, tunaweza kujiepusha. Kifo ni kifo, kifo cha aina yoyote,
labda mtu amepigwa, labda mtu amepata ajali, ameugua, amefanyaje. Kuna vyanzo duniani kote, kuna siri ya kuchunguza kifo cha mtu fulani, nini kilisababisha mpaka akapata kifo. Lakini uchunguzi wanaofanya ni uchunguzi wa kitaalamu nje ya masuala ya kiulimwengu. Wanafanya uchunguzi kwa kutazama, labda alikuwa anaumwa, ona amekufa ghafla, labda aliwekewa sumu, labda alipata na nini huyu mtu. Ndicho kitu ambacho wanakitafuta, lakini siri hii hawajaigusa na hawaijui, ila baadhi ya mataifa hasa yaliyoendelea, yale mataifa ambayo mnasema wao hawajui masuala ya kichawi, ni kweli hawahangaiki na uchawi kwa sababu wanazo hizi siri, wanazijua. Kwa kuwa wanazijua, hawahangaiki, na ndio maana wamepeana uhuru, kana kwamba akifika miaka 18 mwache yuko huru afanye anachokijisikia. Akimpenda mtu mwache awe naye, hawaingilii sana. Wana ubaguzi tu wa kutubagua sisi watu weusi, lakini wenyewe wana siri ambazo wanazitumia katika maisha yao. Wanaamini ulichokichagua kilikusudiwa, kwa kama kilishakusudiwa kwenye maisha yako wanakuacha nacho, na wanaamini kama unatakiwa kukiepuka utapata akili ya kukiepuka wewe mwenyewe. Ndio kitu wenzetu wanaishi nacho. Sisi tunaingilia tawara za kindoa, baba au mama, ndugu, jamaa, marafiki watapiga makelele, watatoka na mapovu ya kukushauri kwa nini unataka kumwacha mkeo, ubaki naye. Lakini wewe ushapata siri katika siri yako. Hilo ni jambo zito. Mimi nimekupa option 2 tu, achana naye. Option ya kwanza ngumu sana, ama muongezee mke aliye sahihi, na huyu mke sahihi tutakupa kwenye darasa linalokwenda kufunga la 5. Tutakupa kwamba mke sahihi ni yupi. Sasa wewe herufi A, mwanaume, ndio kuzungumzia hapa. Kama upo kwenye changamoto hizi ninazokueleza hapa katika umri wa miaka hiyo, na unaye mke katika ukosefu wa kinyota, na unataka labda pengine kuna mengine utashindwa, basi unaweza kunicheki kwenye WhatsApp zangu, unaweza kutaja za 0765559042 au 0673559042. Ukizipata unaweza kunicheki, lakini kagarama kapo ambako utaweka kagarama, nitakupa siri zaidi za kufahamu huyo mke, tuone, maana kwa usimuone pia mtu, tuone sifa zake za kinyota. Na kumbuka kama anavyokuambia, lisiwe jina tu limekuja ukubwani, liwe jina la utotoni. Na niwakumbushe tena, hakuna mabadiliko ya jina, hasa jina mtu likisha mlea. Mabadiliko ya kuitwa duniani kabadilisha jina, hiyo ipo tu, lakini katika ulimwengu wa nyota hakuna mabadiliko. Afanye chochote, sikabadilisha dini, sikafanyaje, lakini jina lake lililomlea, liwe la mila, liwe la nini, liwe la nini, lakini jina hilo hata kama lilikuwa la utani, alafu aliitwa sana alipokuwa mdogo, mpaka miaka 3 lilitumika, nguvu hiyo ndio atakayobaki nayo, sio nguvu nyingine. Sasa ikiwa wewe uko kwenye mtihani huo, option ya kwanza ni kuachana naye, option ya pili ni kumwongezea mke sahihi, utakwepa hilo tukio. Lakini kingine sasa ambacho tunahama kwenye kusababishiwa kifo hicho na mke, ndugu na jamaa katika familia, katika ukoo, wenye nyota adui na wewe, ndio wamekuzunguka na mnaishi katika jengo moja ama katika mtaa mmoja, katika kijiji kimoja. Kwa hiyo mmejengana, huyu pale, huyu pale, huyu pale, na mmefika hatua mmeanza kuchukiana, nafsi zenu zinarogana, zile nafsi zenu zinarogana, na hasa mkiwa masikini wa kiuchumi. Bora wale ambao ndugu wako pamoja pamoja, lakini wana uchumi uliopanda na hawafuatiliani
si yule mlevi, si yule ananunua magari. Kila mtu anaishi kwa furaha zake, ana marafiki zake. Kwa hiyo wanakuwa ni kama watu wako pamoja, kama mtaa wasiojuana, japokuwa wao ni familia. Wale hawawezi kuona hayo madhara, ila wale ambao wako pamoja, umasikini ni kitu ambacho kinatulazimisha kushirikiana. Maana yake kidogo chetu tule wote. Si mna umaskini? Kwa hiyo na nyinyi mko nyumba moja, familia kubwa, au mko mtaa kimoja au kijiji kimoja. Kwa hiyo katika jua kucha, yani kumekucha asubuhi na jua kuzama, lazima mfuatiliane kujua huyu je amepata chakula, huyu je anaumwa, huyu je vipi ameamkaje leo, huyu vipi. Manake hamna vitu vinavyowapa ubize. Utofauti wa wale ambao wana uwezo, wana vitu vya kuwapa ubize, wana shughuli mbalimbali zinazowaingizia kipato. Kwa hiyo hawafuatiliani sana, wanakuwa wako bize, wanaamini kaamka kaenda kazini, huyu kaamka kaenda kufanya biashara, kaamka kafanya hiki, na anaamini kwamba yule hela kula anayo, maisha yake safi tu. Yani wanajua hawana hizo shida. Kwa hiyo wanapunguza ule umoja mmoja ule wa kung'ang'aniana. Lakini tulio maskini tuna kazi ya kumfuatilia mtu, kujua huyu amekula, hajala, anaumwa, anafanyaje, tumsaidieje jamani. Sasa hapa mzee anaumwa, tuchangishe mchango, 1,000, 1,000, 10,000 tutoe, tumpeleke mzee hospitali. Hawa kama wewe, hawa ndugu zako ni nyota adui walio wengi, ni zile herufi tulizozitaja sana, hasa kama wewe ni herufi A mwanaume, hawa wengi wako kwenye maji na udongo. Hebu sogea, kakae mbali. Ukifika miaka hii, na shtuka, hata kama hujafika hiyo miaka, kaa mbali nao, ama mkoa ama kijiji ama mtaa, yani nenda sehemu ya mbali ambayo si rahisi kukufikia, na punguza mawasiliano ya simu. Wasiwe na uwepesi sana wa kukupata kwenye matukio makubwa, na usikubali masikio yako yasikie sana shida zao. Amini kana kwamba bado wana uwezo wa kuishi, kwa sababu Mungu ndio anawawezesha wao kuishi, sio wewe. Wewe unaweza ukafa. Ukifa, kwani hawatoishi? Wataendelea kuishi. Kama tuseme kwamba familia fulani inamtegemea mzee fulani au mtu fulani ambaye ndio anawalisha, yule mtu akifa na wale watu wengine wanakufa, si wataishi? Hata kama walikuwa wafanye kazi, akifa yule, watajifunza kufanya kazi mbalimbali ili wapate chakula. Sasa kuondoka kwako mbali na wao na kupunguza mawasiliano na wao, unajitetea wewe, sio kana kwamba eti huwataki. Ila unajitetea. Utakutana nao kwenye matukio yenye ulazima. Kuna misiba pia, kuna masherehe, kuna mavitu mbalimbali ambayo yatawakutanisha, bado ni ndugu zako. Lakini namaanisha kwamba ule upamoja wetu, ule umaskini wetu, ule mshikamano tunaoutaka wa kifamilia na ukoo, alafu wewe ni A, lakini mshikamano wako umeambatana na watu wa maji wengi, watu wa udongo wengi, hapa ni hatari zaidi kwako, na hasa mkiwa mnakaa nyumba moja ama mtaa mmoja ama jengo moja, yani watu ambao ni rahisi kufikiana. Hata kama saa 6 usiku mtu anaona kwamba haelewi, anakuja kwako, ngongo, hodi bwana, nani, bwana samahani bwana, nimekujia usiku saa hizi, mwenzio kule mtoto joto limepanda, hali mbaya na sina chochote, nachoomba hivyo. Au pengine bwana, naomba unisindikize twende hospitali, manake usiku huu mimi tunafanyaje? Unakurupuka kitandani. Sawa bwana, twende. Kika mnabeba mgonjwa wenu, mnakimbizana. Japokuwa kidogo hiyo siku hizi kutokana na mapikipiki, na serikali yetu imejitahidi sana kujenga mazahanati mengi, karibia kila kata kuna kituo cha afya, imepunguza, lakini bado ipo kwenye baadhi ya familia. Pengine ndo kama jirani, lete pikipiki, wewe mwite bodaboda, wewe kaa hapo, shika, nitangulieni, si tunakuja. Mbaya sana hii ni mbaya sana. Sasa kama wewe ni herufi A na una hao watu wengi mnaishi hivyo, namna kujitetea kuvuka kivuko hiki cha miaka 28 mpaka 35, jitahidi kukaa nao mbali. Itakusaidia, itakuepusha na hayo matukio.
Lakini la mwisho ni marafiki, kazi na sehemu uliozoeleka. Kama umekaa sehemu pengine sio kwa ndugu na jamaa, pengine mke wako uliye naye ni sahihi, lakini umeshafika miaka 28 kwenda 35 na umeshaanza kuyaona haya mazonge tunayokwambia, ambayo mara nyingi mnakwenda kwa waganga, mnaambiwa mmerogwa, uchawi, si majini mabaya, amekufanyeje, sio nini, unazidi kupambana na hivyo vitu, mwisho wa siku unaweza ukapoteza uhai. Lakini nakwambia okay, hivyo kuna matibabu yanayotakiwa. Tutaendelea kufundisha, bado tumesema tunakuja kwa vingine huu mwaka. Nafikiri mnaona hivi vitu ambavyo tunawapeni. Sasa kitu kikubwa unachotakiwa kufahamu kwamba huenda mazingira unayoishi, umetengeneza marafiki wengi, umetengeneza ndugu na jamaa wengi ambao si wa familia, na umezoeleka kwa kiwango cha juu. Sasa nafasi yako inatakiwa ikaliwe na watu wengine. Hapa pia unaweza ukafa. Kwa kikubwa, ondoka. Ukiondoka ukienda sehemu nyingine ugenini, utakwenda kuwa mpya kule. Ukienda kuwa mpya kule, utajiepusha na yale, na huku utapokelewa kivingine, utakwenda umeanza upya, na malaika watafurahia, na pale nafasi yako itachukuliwa na mwingine. Mwingine atakaa katika ngazi yako, atakuwa mtawala wa pale, ataeleweka na watu wa pale, itaepusha. Kwa hiyo pia swala la kukaa mahali pamoja katika kipindi cha changamoto ambako ulikaa muda mrefu eneo hilo, hii pia ni hatari. Asa pia unaweza kuiepusha kama utaendelea kuishi pale, lakini unahitaji kuwa mtu wa matukio. Matukio gani? Ni matukio ya kimapenzi. Tukienda kwenye ndoa tutasema sana matukio ya kuonekana, ima uoe wanawake wengi, usiwe na mke mmoja, ima uwe unaoa na kuachaacha, ili watengenezee watu tabia ya kwamba hawajakuzoea kwenye jambo moja, wawe wanakusema vibaya. Usitake sana wakuseme mazuri, wakuseme vibaya. Yule bwana yule kioa, acha yule, yani yule akioa anatuliaga na mwanamke yule, atulii. Na kuzungumzia wewe mwanaume wa herufi A, kumbuka hapa ni hatua hii ya 4, tunakwenda hatua ya 5, darasa linalofuata la ndoa. Kwa hiyo sasa kitendo cha kwamba huwapi lugha moja inayofanya wakufikie, unawapa lugha ambayo inafanya wakukatae, inakusaidia wewe kuendelea kuishi. Yaani tukumbuke, fulani nzuri sana alafu fulani mbaya sana. Kuna sehemu fulani uchawi na kuna sehemu fulani ni nzuri. Hasa kama hapa fulani mbaya, kana kwamba umekuwa mtulie poa, unafikiwa kiurahisi, unaona na watu urahisi, lakini sehemu hiyo ni umaskini. Hapo ni pabaya. Nagundua kitu kimoja, ukitaka kulifunza katika hilo, chunguza mitaa ya matajiri, mitaa ambayo kwenye kila mikoa na kwenye kila nchi duniani kuna sehemu ambazo wanakaa watu wenye wasifa. Utaona wale watu hawafuatiliani, hawagongiani milango kulingana na level ya maisha yao, na utagundua misiba pia katika lile eneo sio mingi. Lakini nenda sehemu zinazoitwa uswahilini, sehemu za changanyikeni, kwenye watu wengi, alafu wanafuatiliana, wale wakijenga umoja, hiki tuko pamoja, hiki. Chunguza, utagundua vifo pale vinakuwa vingi, kwa sababu kuna kufuatiliana. Kwa kuna furaha mbaya inaingia pale. Kumbuka kama kule darasa lile la kujitenga na wale watu ambao nyota zao ni ngumu na zako, furaha yake ndiyo mbaya kwako. Vile kufurahika kwake, anavyofurahia yeye, vile ambavyo unamtendea mazuri, vile ambavyo yeye anapenda, anapotakiwa kupewa adhabu ndio wewe unaangamia. Manake inabidi wewe unayempa furaha usiwepo duniani, ndio yeye apate shida. Kwa hiyo inawezekana ukabaki duniani lakini ukafilisika, inawezekana ukabaki duniani lakini ukawa kilema, ili upunguze, yani yule mtu asipate furaha. Yani sisi katika ulimwengu huu, nikifanya uchunguzi sana katika hii mizimu kimwasa, naweza nikalitoa ripoti ya muda, mtu fulani bwana amepata ajali, amevunjika miguu yote, lakini nikijaribu kumchunguza huyo mtu
nagundua alikuwa na mtu fulani ambaye alikuwa ni kipenzi chake mkubwa sana, ambaye alimfanya awe na furaha. Kwa hiyo nagundua yule mtu sasa anatakiwa ateseke, lakini ili ateseke, malaika waliona lazima wamwadhibu huyu ili yule apate mateso. Manake wanamuondolea kile kizuri chake ndio apate mateso. Asa hapa kote hapa watu wanaita uchawi, lakini vitu vipo kabisa na vinafanya kazi na ni rahisi kuvielewa. Sasa ukielewa hii, kukaa mbali na yule mtu au kumpunguzia yule mtu furaha, ama kumwacha asurvive mwenyewe, apambane yeye mwenyewe na maisha, umpunguzie, yani isiyo wewe unamchunga unamlea kama yai. Umri wa utoto mchunge, hata kama ni mtoto wako, lakini umri wa utu uzima, hebu mwache, msapoti, lakini kuna wakati mwache aende mwenyewe. Sasa kitendo cha kwamba wewe unazidi kumlinda, kumpambania, unatoka jasho wewe kwa ajili yake, wewe unajua huyo mtu kaagizwa nini na Mungu. Kila mtu aliyekuja duniani kuna agizo ambalo ulipewa, kuna kazi ambayo Mungu alitaka uje uitimize katika dunia hii. Sasa ili upate akili ya kuitimiza hiyo kazi, cha kwanza lazima uwe na uchungu wa kujitafutia, uwe na sababu za kujitafutia kipato. Yaani leo hii Alikekei kama alitumwa kuja kufundisha darasa hili, vipi ningezaliwa kwenye maisha mazuri, kuna mtu mwenye maisha mazuri ambaye angekuwa amenipambania, amenidekeza, unafikiri ningepata ubongo wa kuvumbua haya ninayoyavumbua? Isingewezekana. Maanake ningekuwa nakula bata tu, kikaa hivi baba yupo anakupa, kitaka hiki baba yupo anakupa hiki, yaani huoni usumbufu wa maisha duniani. Kwa hiyo hutokuwa na muda wa kufikiria yale ambayo uyafikirie. Yale ambayo ya kuyafikiria unajiona kama ni uhodari wako, lakini lile unatimiza agizo uliloletewa wewe duniani. Sasa kitendo cha kwamba unadekezwa, kitendo kile kinapelekea kwamba upewe adhabu, wewe unayedekezwa. Adhabu yako unayoipata ili upate fikra za kukumbuka kwamba kuna kitu umeagizwa nacho hukitendi. Sasa inabidi adhabu yako apotezwe yule ambaye aliyekupumbaza. Maana yake amekukea zaidi kwenye maisha yako, anakupa furaha zaidi, anakufanya kwamba huoni tabu za kidunia, na kama huoni tabu za kidunia unakosa fikra ili upate kufikiria na upate kuhangaika na maisha. Pale unapofikiria na kuhangaika na maisha ndiko utapata kitu cha kukigundua ufanye. Utajiona kama una akili sana, lakini kumbe kile kitu kilishakusudiwa katika safari yako ya wewe kuja duniani. Sasa huyu mtu ambaye amedhibiti wewe usipate muda wa kufikiria mapambano ya kidunia ili ukakifanye kile ambacho umeagizwa, inabidi wale malaika katika nguvu ya nyota wampe tatizo yule au wamuondoe uhai yule, ili wewe sasa ukose kile ulichokuwa ukikipata, ili akili yako ianze sasa kutafuta namna ya kupambana na dunia, ili ufikie katika uvumbuzi wa kile ambacho umeagizwa katika kuletwa kwako duniani. Si kama mnanielewa? Manake hizi elimu unaweza kusema babu, mbona anafundisha ukatili? Si ukatili, huo ni uhalisia. Ndio maana wale wenzetu mnaowaita wao sio wachawi, hawajui uchawi. Wale wenzetu wao wanajua hili. Kwa katika kujua hili, maana kwamba wanamwacha tu mtu apambane. Na Watanzania
ambao mnaishi kwenye manchi ya watu huko, mwe na ushahidi, andikeni hapo kwenye YouTube channel yetu, mweke hizo comment, lakini pia mwe mna mafundisho ya maisha ya huko watu wanavyoishi, ili kuwafundisha Watanzania. Sisi Watanzania tumebanwa, Waafrika tumebanwa kifikra na mawazo kupitia mifumo ya kiimani. Tunajiona tuko sahihi huku tunaangamia. Kwa hiyo hapa sio, nisivuke sana nje ya mada. Mada yetu ni hatua ya 4, kukwambia wewe mwenye jina la herufi A, mwanaume, unapotifika miaka 28 kwenda miaka 35, yaani hili ni 7 la 5. Kumbuka ninaposema 28 ujue kitu gani nimekitafuta. Uchunguzi, kila baada ya miaka 7 binadamu ana mengi anatakiwa kuyapata, mazuri na mabaya. Miaka 7 ya kwanza, ya pili itakuwa 14, ya tatu 21, ya 4 inakuwa 28. Sasa la 5 kutafuta 35. 7 hili ni kama nyoka kujivua gamba. Nyoka anapojivua gamba kuna mtihani, ila sisi hatujui anapitia mtihani wa kupona ama afe. Sasa kufanikiwa kulivua lile gamba, anayaanza maisha mengine, amejiupdate. Si kama mnaelewa? Sasa katika hatua hiyo ndiyo hii ya miaka 28 kwenda 35, 7 la 5, ambalo unapoferi utakufa. Sasa ili usife, chunguza hiki nilichokisema kwa ukaribu zaidi. Unapokiona kipo kimoja hapo, kirekebishe kama ambavyo nimekuelekeza. Na maswali yenu ya kusema kama msione kama nazizungumzia herufi zingine vibaya, sina herufi inayozungumzia vibaya, ila subiri kwenye kila herufi, manake nimewaambia kwenye kila herufi kuna hatua 5 tutazozungumza kwa awamu hii kwenye darasa hili. Ndio maana hapa kwenye YouTube channel yetu mnaona madarasa yale ya zamani yote tumeyaondoa. Kwa hiyo tumeyaondoa ili mpate hivi vitu kwenye kina hiki ambacho nyinyi wenyewe ndio mlikuwa mkinihoji mimi kutaka kuelewa kwa undani. Sasa sizizungumzii kwa ubaya, ila elewa kwamba hapa namzungumzia herufi A mwanaume, tutakwenda herufi A mwanamke, tutakwenda hivyo mpaka tunakwenda kwenye herufi Z. Kwa kwenye kila herufi nitazungumza. Kwa kama nikisema H na T maadui, nikisema A, M na Y, tuseme je, hapa herufi A mwanaume tunamzungumzia kana kwamba adui zake maji na udongo, basi wale maji na udongo nao adui zao ni moto na upepo. Si tuko sawa? Ila sasa wewe fuatilizia madarasa kwa umakini, kama wewe ni herufi yako yoyote H au ni F au ni nini, ili uelewe sifa zako. Fuatilizia madarasa kwa umakini tu, ili na wewe upate kujua ya kwako. Kwa kila herufi ina siri zake. Herufi 26, kila herufi ina maana yake, na kila herufi ina nyota zake. Yaani hizi herufi zimetokana kwenye nyota. Nyota ndio zimeumba kila kitu. Kwa hiyo najaribu kuongeza maneno ili nyinyi mpate kitu kinachowasaidieni. Kwa hiyo twendeni katika hatua hizo. Twende kwenye darasa linalofuata ambalo tusubirie hilo linalohusu A mwanaume katika hatua ya 5, alafu twende kwa nyingine. Nafikiri kitu hiki kimekaa vizuri. Ali Hatib Kilusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika Siri Yako TV, na unifollow katika Siri Yako TV Instagram na Siri Yako TV Facebook, Siri Yako TV TikTok. Namba za simu ni 0765559042 na 0673559042 katika mizimu iliyopo King'wasa, Mikese, Morogoro, Tanzania. Babu wa mila na desturi, mimi hapa ndiko napatikana.